ukuu wako. Naomba tena katika muda huu utusaidie, utuhurumie, utusamehe, ututakase, utuone kwa huruma, utuangalie kwa huruma, utunyoshe mkono wako, watoto wako wakuaminio wote kote duniani na wasio kuamini wakakuamini, wakavutwe kwa huruma na kwa kamba ya upendo katika jina la Yesu. Asante kwa ajili yangu, naomba rehema na neema. Asante kwa ajili ya mtazamaji, msikilizaji, ninaomba umrehemu, umtakase katika damu yako na katika jina lako na katika uweza wako. Asante kwa muda huu na saa hii, naomba fadhili zako, rehema zako. Baba yangu, tuangalie kwa huruma watoto wako na watumishi wako, tuonyeshe njia yako, tuongoze katika mapenzi yako, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu. Damu yako Yesu imtakase na kumponya yule aliye na udhaifu na ugonjwa, yule aliye katika tabu na shida. Nguvu yako saa hii ikamtoe katika vifungo na tabu na uharibifu. Asante Mungu Baba uliye Mwokozi na mwenye uweza na nguvu. Naomba Roho Mtakatifu tufunulie, tuongozwe nawe na kuwezeshwa nawe katika yote. Amen. Ninakusalimu katika jina la Bwana Yesu na kuomba uendelee kukaa na kutafakari na kusikia sauti yake. Mapenzi yake yakaendelee kutimizwa tena katika lango hili la Jumatatu. Ikabarikiwe Jumatatu yetu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi na Jumapili. Ikawe baraka tele, faida, na tukapate nguvu na ushindi. Tuendelee kumtumikia Kristo katika furaha na katika nguvu. Imani ikaongezeke kwa jina la Yesu. Nasema amina kwangu, na we sema amina na iwe kwako na kwa wengine na kwa wengine. Haleluya. Neno la Mungu ni hili. Na wazo kuu tukumbuke ufalme wa Mungu kwanza. Ufalme wa Mungu kwanza. Mwaka huu tumikie Bwana. Utumishi katika madhabahu ya Yesu au madhabahu ya Mungu. Utumishi katika madhabahu ya Mungu. Utumishi. Mwaka huu tena utumishi. Utumishi zaidi. Utumishi wa Yesu, utumishi wa Mungu. Tusome sasa, kichwa ni hicho. Tusome sasa Wakolosai sura ya 3 mstari wa 23 na wa 24 na wa 25. Wakolosai 3:23 naanzia hapo. Lolote mfanyalo lifanyeni kwa moyo kama kwa Bwana, wala si kwa wanadamu, mkijua ya kuwa mtapokea kwa Bwana ujira wa urithi, mnamtumikia Bwana Kristo. Maana adhulumui atapata malipo ya udhalimu wake, wala hakuna upendeleo. Amina. Wala hakuna upendeleo. Shalom. Lolote tutakalolifanya mwaka huu, lolote tutakalolifanya mwaka huu, lolote ambalo tutalifanya mwaka huu, lolote chini ya hii mbingu, chini ya jua, lolote tulifanyalo, Biblia inatuambia hapa tulifanye kwa Bwana. Lolote tunalolifanya tulifanye kwamba tunafanya, lakini tunalifanya si kwa mwanadamu, ila tulifanye kwamba tunalifanya kwa Mungu. Lolote mfanyalo lifanyeni kwa moyo. Kwanza tulifanye kwa moyo. Katika mwaka huu tena, nakumbuka tuko mwanzoni, tunajenga msingi. Jenga msingi mawazo yako kwenye haya ambayo unayasikia, ambayo Mungu anayaleta kupitia watumishi, ambayo unasikia mara kwa mara. Jenga hapo, ng'ang'ana kusikia. Nami nang'ang'ana kusikia. Kila mmoja ng'ang'ane kusikiliza na kusikia na kuchukua hatua. Itatusaidia, tutakwenda hatua nyingine. Anasema lolote tunalolifanya kwanza tulifanye kwa moyo. Lolote tunalolifanya, Kwa hiyo hata ofisini, kwenye kazi, ifanye kwa moyo. Hata jambo lako binafsi, hata jambo la wengine, lifanye kwa moyo na kwa upendo. Japo wengine unaweza ukafanya vizuri wakawa na mawazo potofu. Unaweza ukawa na nia nzuri, watu wakaiona nia yako kama vile ni mbaya. Sasa ukifika hapo, mwambie Yesu aingilie kati mwenyewe, aseme nao, awafunulie. Mungu atusaidie ili mapenzi yake yaendelee kutimizwa. Lolote kwa utakalofanya kwa watu, kwa mtu, kwako,
katika ufalme wa Mungu tukafanye kwa moyo kama kwa Bwana, sawa sawa na kwamba tunamfanyia Mungu. Tunapofanya lolote tufanye kwamba tunamuona Yesu. Yesu anaonekana. Tufanye kwamba Yesu anatuona, anaona, na tulifanye kwamba tunamuona yeye na ndiye tunayemtumikia, na tunalifanya hilo jambo kwa ajili ya utukufu wa Mungu, kwa ajili ya mapenzi ya Mungu. Lolote ambalo tutalifanya tukalifanye sawa sawa na mapenzi ya Mungu, kwa utukufu wa Mungu wetu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Haleluya. Alafu anasema mstari wa 20, anasema mkifanya kwa Bwana, nimalizie mstari, anasema wala si kwa wanadamu, wala si kwa wanadamu. Kumbe chochote tutakachofanya tufanye tukiwa tumemsikia Roho Mtakatifu, tufanye tukiwa tunafanya kwa mapenzi ya Mungu, alafu tufanye tukiwa tunajua tunayemfanyia au tunalifanya ili Mungu wetu atukuzwe, ili Mungu wetu asifiwe, ili Mungu wetu aendelee kushangilia au kushangilizwa ndani ya Mungu. Mungu aone furaha, afurahishwe na yale tuyafanyayo, apendezwe na yale tunayofanya kuwafanyia wengine. Na Yesu anasema wapimieni watu kipimo cha kujaa na kusukwasukwa. Anasema ndivyo nanyi mtakavyopimiwa, ndivyo nasi tutakavyotendewa. Natamani ufanye kama ambavyo Yesu anataka tufanye. Haleluya. Mstari wa 24, mkijua ya kuwa mtapokea kwa Bwana ujira wa urithi, mnamtumikia Bwana Kristo. Tukijua ya kuwa tutapokea malipo, kila mtu atapokea malipo ya vile ulitenda, malipo ya vile ulipanda. Kile tulichopanda tutakivuna. Mungu atusaidie tusivune mabaya, tukapande mema ili tuvune mema, tukapande utakatifu, tukapande mbegu ya neno, tukapande mapenzi ya Mungu, tukapande haki, tusipande dhuluma. Mungu aturehemu, atusaidie, haki ikapandwe, dhuluma ikafirie mbali. Tuitupe nje hiyo nguvu ya dhuluma na uovu na mabaya kwenye boma, kwenye familia. Mungu atusaidie iwe mbegu njema, adui asifanikiwe kwa ndugu zako, kwa ndugu zangu, kwa ndugu zetu, kwa rafiki zetu, kwa njia yoyote, bali Bwana akatende. Tujue kwamba tutapokea kwa Bwana ujira wa urithi. Ujira, malipo, baadaye, sasa na baadaye, sasa na baadaye tutapokea. Kwa hiyo yapo tayari, tutumike, tufanye yote tukijua tunayemfanyia ni Mungu, si mwanadamu. Ndivyo anavyotuambia, ndivyo Biblia inavyotuambia. Tujue lolote na yote tutakayofanya hatufanyi kwa mtu, hatufanyi kwa mwanadamu, tunamfanyia Bwana, tunamtendea Jehova, tunamtendea Bwana. Ona katika Kutoka, katika Agano la Kale, kwenye kitabu cha Kutoka pia Mungu alivyosema na watu wake, sura ya 23, Kutoka 23, Kutoka 23 mstari wa 25, nanyi mtamtumikia Bwana Mungu wenu, naye atakibarikia chakula chako na maji yako, nami nitakuondolea ugonjwa kati yako, nami nitakuondolea ugonjwa kati yako. Nanyi mnamtumikia Bwana Mungu wenu, naye atakibarikia chakula chako na maji yako, nami nitakuondolea ugonjwa kati yako. Ugonjwa kati yako, nitakuondolea ugonjwa, nitakuondolea ugonjwa. Unaona faida hii hapa? Tunaona faida ya kumtumikia Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wateule mpendwa, mtu wa Mungu, hii nimesikia ndani yangu kuguswa na ujumbe huu kwamba kumbe katika kumtumikia Mungu, haleluya, asante Yesu, haleluya, asante Jehova Baba wa huruma, unayetuhurumia kwa huruma nyingi Baba, asante sana, asante Yesu. Anasema nanyi mnamtumikia, nanyi mtamtumikia Bwana. Sasa katika kumtumikia Bwana Mungu wetu, na ndipo atatubariki, ndipo atatubariki. Atabariki chakula, manake tutakuwa na chakula cha kutosha, na kile chakula hakitatudhuru pia. Lakini mafanikio yatakuja mengi, na mafanikio hayatatudhuru pia. Anasema atakibariki. Maana Mungu akishabariki madhara hakuna wala hasara hakuna. Mungu akibariki ni baraka tupu, ni baraka tupu. Anasema atakibarikia chakula chako na maji yako,
na maji yako, atakibarikia chakula chako na maji yako, nami nitakuondolea ugonjwa kati yako. Nami nitakuondolewa, hata magonjwa yataondolewa. Ikiwa ataondoa magonjwa, ninajua ataondoa na vifungo, ataondoa hasara, ataondoa na umasikini, ataondoa na magomvi kati ya ndugu na ndugu, ataondoa uharibifu katika nchi yetu, katika taifa letu, ataondoa na wale wenye jeuri na kiburi, atawaweka kando, wakae pembeni kimya, kwa sababu Bwana Mungu anataka haki. Mungu anataka watu waishi kwa furaha na amani. Basi najua ataondoa mabaya katika nchi, katika kanisa, ataondoa ndani yetu. Baba, asante, tuhurumie tu, tuangalie na neno lako hili likatimizwe, kwa sababu unaliangalia neno upate kulitimiza, katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Anasema atakibarikia chakula chetu. Kwa sisi tunatakiwa kumtumikia Bwana ili tupokee baraka. Atupokee tu baraka hivi hivi, lazima kuna jambo tulifanye, na kwa sababu katika kufanya malipo yapo. Kumbuka kule kwenye Wakolosai amesema mnamtumikia Bwana nanyi mtapata ujira. Kwenye Wakolosai nilioisoma anasema tutapata ujira. Ujira upo, malipo yapo, malipo yapo katika kumtumikia Bwana. Na mshukuru Bwana kwa sababu malipo yapo. Amesema katika ile Wakolosai sura ya 3, anasema mkijua ya kuwa mtapokea kwa Bwana ujira wa urithi, mnamtumikia Bwana Kristo, tutapokea. Na akasema adhulumuye atapata malipo ya dhuluma, adhulumuye atapata malipo ya udhalimu wake. Wala hakuna upendeleo, wala hakuna upendeleo. Mungu anasema hakuna upendeleo. Anayefanya vibaya, anayeharibu, anachokifanya ndicho anachoenda kukivuna, na atakivuna hapa hapa duniani, atakivuna hapa hapa, anaenda kuvuna sasa. Kwa hiyo usikubali kupanda mabaya au kufikiri na kusudia mabaya, kwa sababu utavuna hayo. Haleluya! Hila anasema tumtumikie, naye atatoa baraka, hata vyakula atabariki, na magonjwa atatuondolea. Baba, asante ya kwamba familia zetu hazitakaa na magonjwa, kwa sababu tunapokutumikia umesema magonjwa utayaondoa. Kantaramosikiri riko wase woromosi oramasana yeo sana osanara keremusayaba. Kwa watoto wetu, kwa familia zetu, kwa ndugu zetu, magonjwa yataondoka na hasara na uharibifu zinaondolewa. Asante kwa sababu umesema utabariki, utabariki. Atabariki Bwana, akabariki mwilini na rohoni pia, akabariki roho na mwilini kwenye maisha yetu, kwenye maisha yako, akafanye baraka. Asema mwenyewe, nitabariki, nitakibarikia chakula chako, na ugonjwa utaondolewa, na ugonjwa kati yako utaondolewa. Na mstari wa 26 anaendelea kusema mambo makubwa yatakayotenda. Hapatakuwa na mwenye kuharibu mimba, wala aliyetasa kati ya nchi yako, na hesabu ya siku zako nitaitimiza. Siku za kuishi zitatimizwa, na siku za wajawazito pia zitatimizwa. Hapo hapo tunashikilia na kwamba siku zetu za maisha yetu ya kuishi zitatimizwa. Hatutaishi nusu, kwa jina la Yesu wa Nazareti. Mwaka huu tutaumaliza vema, na miaka ijayo, kwa sababu aliyesema ni yeye aliyetuumba, sio sisi, yeye atupendaye. Adui sikia, kwa jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Tutaishi miaka aliyoitaka Bwana, na baraka zitakuja alizozitaka Bwana, na mafanikio aliyoyataka Jehova Baba yetu tutayapokea tele tele, kwa sababu tunamtumikia Bwana. Ufalme wa Mungu kwanza, tanguliza cha Bwana, akili, ufahamu ndani yetu. Tutamani kuona utumishi wa Kristo ndani yetu. Maisha yetu yamekuwa ni maisha ya utumishi katika Yesu Kristo. Akili na ufahamu, hivyo na mambo mengine yataondolewa. Magonjwa, laana, hasara, njaa, maharibifu. Njaa zitakuwepo kwenye nchi, kwa sababu ni watu wanaomtumikia Bwana. Ikiwa viongozi wa nchi na watawala, na niseme na wale makuhani wa Bwana wanamtumikia Mungu, Mungu anaondoa kila uharibifu, kila matatizo, kila magonjwa na hasara zote, na mambo mabaya yataondolewa kwenye nchi, kwa sababu wanamtumikia Bwana. Mtumikie Bwana uendelee, kwa sababu ya kuleta baraka kwa wengine, kwa sababu baraka nilizo nazo inatakiwa na wengine wabarikiwe katika jina la Yesu. Tumikie Bwana. Mungu atupe ufunuo na ufahamu, na anasema ataondoa hata utasa, ataondoa na hakuna kuharibika kwa mimba. Hizo ni baraka na ulinzi. Anaonyesha baraka na ulinzi utatujilia, 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 utatujilia katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai.
katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu mwenye nguvu na uweza akafanya akatende, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, katika jina la Yesu Kristo. Asante Jehova Bwana. Na ndipo anasema kwenye mstari wa 27, anasema nitatuma na utiisho wangu uende mbele yako, nami nitawafadhaisha watu wote utakaowafikiria, nami nitawafanya hawa adui zako wote wakuonyeshe maungo yako. Mungu anaonyesha pia tukishamtumikia jinsi anavyoenda kututumikia. Tukimtumikia na tutumikia, tukifanya cha Mungu, Mungu anakwenda mbele yetu, atatanguliza na utisho, atatuwekea na ulinzi katika safari tunazoenda, katika huduma. Asante Bwana, mwaka huu mzima Bwana umeshanena, unapeleka na utisho wako, na tena ya kwamba Bwana utatutumikia, utatusaidia, utatupigania, na maadui zetu wote wanaenda kufadhaishwa mwaka huu. Bwana anaenda kufedhesha adui wote ambao walikuwa wamejipanga miaka mingi au wamejipanga mwaka huu au wanajiandaa, watadhoofishwa, na anasema atatuonyesha na maungo yao. Maana yake ni kwamba atawaibisha, atawadhoofisha, hawatakuwa na nguvu tena mbele yetu, juu yetu, popote hawatakuwa na nguvu. Yeye Baba Mungu muumba wetu Mwokozi amenena, ndivyo ilivyo, ndivyo itakavyokuwa. Jehova, nani wa kubadilisha hili? Hakuna wa kubadilisha hili. Bwana, tumeliamini, tunalipokea, tutendee Bwana, na hili neno lako likatimizwe, nasi tuendelee kuongezeka kiimani katika jina la Yesu Kristo. Tumikie Yesu. Iko faida kubwa na baraka kubwa katika kumtumikia Jehova. Anaondoa na laana, anaondoa na utasa wa kimwili, utasa wa kiroho ukaondolewe kwa watoto, kwa vijana, ukaondolewe kwako baba na mama, ukaondolewe kwa wanafunzi shuleni katika jina la Yesu. Hali ya kutokufaulu, hiyo hali ya kufeli iondoshwe, itoweshwe, isisimame, bali sisi kwa msaada wa Mungu wetu tunaweza kusimama. Haleluya. Mungu ni mkuu na mwenye nguvu na uweza, anayetusaidia na atakayetupeleka kwa uweza wake na kwa nguvu zake. Yeye ni mwaminifu. Angalia tena katika Kumbukumbu la Torati, Kumbukumbu la Torati sura ile ya 10, Kumbukumbu la Torati sura ile ya 10 na mstari ule wa 12, tuanzie hapo. Na sasa Israeli, Bwana Mungu wako anataka nini kwako, ila umche Bwana Mungu wako na kwenda katika njia zake zote, na kumpenda na kumtumikia Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote. 13, kuzishika amri za Bwana na sheria zake ninazokuamuru leo, upate uheri. Upate uheri, yani maana yake uzipate baraka, upate mafanikio. Anasema Mungu anachotaka ni nini kwetu? Mungu anataka nini kwa wateule wake, watu wake, taifa lake? Anasema anataka tumtumikie, tumche, tumtumikie, tumwabudu, tumfanyie ibada, tumfanyie shangwe mwamba wa wokovu wetu, tumtumikie kwa moyo wa kupenda, kwa imani tumtumikie. Na huko anasema nitaleta na uheri, nitaleta na baraka. Anasema na kumtumikia Bwana Mungu, na kumtumikia Bwana Mungu wako kwa moyo wako na kwa roho yako, tena kwa moyo wote na kwa roho yote na kwa nguvu zetu zote. Tumtumikie Bwana. Katika kumtumikia huko anasema nitaleta heri, nitaleta baraka, nitaleta amani, ataleta mambo ya baraka mengi na makubwa. Baba akatutende hayo na kuzidi, kwa kuwa yeye ni mwema. Umeziona faida za kumtumikia Mungu mwaka huu. Lolote tulifanyalo tukalifanye katika jina la Yesu. Lolote tukalolitenda tukalitende katika jina la Bwana. Tukubali na tung'ang'ane kwamba lolote tufanyalo tukalifanye kwa uweza katika jina la Yesu, kwa moyo wa kupenda, huku tukijua tunapokea malipo kwa Bwana, tutapokea baraka kwa Bwana, tutapokea ulinzi kwa Bwana, tutapokea faida si hasara kutoka kwa Mungu wetu anayetupenda. Yesu anakupenda. Ng'ang'ana kumtumikia, alafu upate kuongezeka, na maongezeko haya yanakuja. Hata ukiona mwezi wa kwanza, wa pili, wa tatu au mwaka bado umeisha, Mungu anafanya kwa utaratibu wake na kwa sana, kwa majira yaliyoamuriwa na mbingu. Tunapokea, utapokea. Tutapokea, utapokea. Itakuwa. Hakuna azuiaye. Hakuna azuiaye. Hakuna atakayesimama na kuzuia, kwa sababu yeye ni yeye aliyesema na ndiye mwenye uweza. Hivyo anasema Mungu anataka nini? Anataka tumtumikie. Anataka tumtii. Anataka tuwe chini ya mkono wake hodari, atuinue.
tuwe katika agano, tutembee katika mapenzi yake, tusimame imara katika mapenzi yake, tumtumikie Bwana kwa furaha, kwa amani, kwa furaha, kwa amani, kwa furaha, kwa amani na imani. Yesu ni mwenye nguvu, ni mwenye uweza, ni mwenye neema, amejaa neema, amejaa rehema, amejaa fadhili nyingi 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 nyingi. Yu mwema, yu mwema, yu mwema, yu mwema, Yesu yu mwema, yu mwema, oh yu mwema, yu mwema. Hakikisha una nafasi katika ufalme wa Mungu. Ng'ang'ana hapo baba, ng'ang'ana hapo kaka, ng'ang'ana dada yangu, ng'ang'ana kijana, ng'ang'ana ndugu, ng'ang'ana. Uwe na nafasi katika ufalme wa Mungu, umtumikie Bwana. Ziko baraka, uko ulinzi. Tujitahidi na Yesu atusaidie. Amina. Baba yangu, nakushukuru kwa neno lako. Mungu, neno lako linaishi. Neno lako ni hakika. Neno lako ni uzima. Neno lako linatupa uhai. Neno lako ni nguvu. Neno lako ni moto. Neno lako ni upanga, Jehova. Raboshikiti horobosi. Na umesema unaliangalia upate kulitimiza. Umesema utatubarikia, utasa utaondolewa, utasa wa kiroho, utasa wa kimwili. Na watoto watapatikana. Na tena Bwana umenena, tutalipwa na ujira, malipo mema yako Bwana uliandaa, tukayapokee kwa uweza wako, tuyatumie kwa utukufu wako kwenye dunia hii na kukushangilia katika jina la Yesu. Na umesema utabariki hata chakula chetu, maana yake na njaa utaziondoa, hazitakuwepo njaa. Njaa zinaenda kukimbia, na tena hata maharibifu hayatakuwepo. Bwana, timiza mapenzi yako katika jina lako Yesu, katika jina lako Yesu, kwa uweza wako mkuu. Neno lako linaishi, neno lako ni uzima. Naomba likatupoi, likatubariki, tukawe na kiu saa zote na wakati wote. Tulishike neno lako, tutembee kwenye neno lako, tukae katika neno lako. Mungu mwenye nguvu, Baba mwenye uweza, Baba mwenye rehema, Baba mwenye utukufu na nguvu tele na uweza tele. Asifiwe Bwana na lihimidiwe jina lake. Mungu wangu, mpe mtu huyu nguvu na kibali, akae uweponi mwako, akutumikie, nikutumikie, na nyumba yangu ikutumikie, na jirani zangu wakutumikie, na jamaa zangu kaka na dada wakutumikie, na watoto wao wakutumikie. Tanzania ikutumikie, Tanzania ikutumikie. Mungu mtakatifu, Mungu mtakatifu, mtakatifu, ruhusu uweza wako uimiliki Tanzania, ili Watanzania maelfu kwa maelfu wakutumikie Jehova Mungu mtakatifu, kwa damu ya Yesu wa Nazareti. Bwana, wanafunzi shuleni wakutumikie, makanisani, maofisini wakutumikie, mashambani, kijijini na mjini tukutumikie. Rehema zako zije, roho ya utumishi tujaze, itujaze. Tawala Bwana, miliki Bwana, katika jina la Yesu. Litimize neno lako, ruhusu zile baraka ulizosema, ruhusu yale matendo yako makuu, ruhusu Baba tuongezeke, na neema yako itufunike, tusaidie, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai, mwenye nguvu na uweza, mwenye nguvu na uweza, mwenye nguvu na uweza, katika damu inayonena mema. Utukufu wote ni wako na nguvu, na sasa na hata milele. Amina. Mungu akubariki, akujaze nguvu, ongeza kiu na juhudi ya kutaka kumtumikia Mungu, ya maombi, ya kusoma neno la Mungu, Biblia, na endelea kutafuta kumwambia Bwana, nipe nafasi na kibali na nyota na nguvu za kutumikia. Iwe kwako, na Mungu akujaze tele kwa jina la Yesu. Barikiwa. Karibu, endelea kutuombea na mimi na timu niliyo nayo ya watumishi Nuru Ministry, kwa ajili ya kwenda vijiji kwa vijiji. Tumekaribia kwenda kuanza. Naomba maombi yako, shiriki. Huduma hiyo ni kubwa, gharama ni nyingi za fedha. Sasa Biblia inasema wataendaje wasipopelekwa? Nani wakupeleka? Ni mimi, ni wewe. Twende tuipeleke kazi ya Bwana kwa sadaka zako. Karibu sana kwa kupitia namba 0787627591. Hiyo ni Airtel. Nairudia tena 0787627591. Alafu ya Vodacom ni 0762 282
439, 0762 282 439. Bwana akubariki. Endelea kuona mwaka mzuri wa furaha na ushindi. Amina, amina, amina.